Habari msikilizaji wa MSTV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika maeneo ya Dole, mkoa wa Mjini Magharibi. Tumekuja kuwatembelea wakulima kutoka taasisi ya MS Agriculture Service. Hii ni taasisi inayowasaidia vijana wakulima na jamii kwa ujumla katika shughuli nzima za kilimo pamoja na ufugaji. Leo hii tumekuja Dole kujifunza kilimo cha lettuce. Na kusihi ndugu mtazamaji, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Naitwa Haula Saidi, ni meneja uzalishaji kutoka taasisi ya MS Agriculture Service. Leo tupo kwenye ploti yetu hii ya kujifunzia, ama inaitwa kama ni demonstration ploti iliyopo Dole 88. Leo tutajifunza kuhusu zao la lettuce. Lettuce ni aina ya zao ambalo linapandwa kwa muda mfupi, ambalo linaweza likachukua ambalo linachukua miezi miwili kutoka kitaluni hadi kuvuna. Lettuce ni zao ambalo linatumika kwa ajili ya saladi. Lettuce ni zao ambalo linaweza kutumika ukiwa umelipika, ila ni vizuri zaidi linatumika likiwa raw ambalo halijapikwa. Hatua za upandaji wa zao: tunatika mbegu kwenye kitalu kwa wiki 2. Baada ya wiki 2 kupita, tunahamisha, tunaleta shambani. Shamba ambalo tayari tumelishalitayarisha kwa kulitia mbolea ya samadi ambayo ipo nzuri na imeiva vizuri kwa ajili ya mche kufanya kazi vizuri. Zao hili hatutumii aina yoyote ya kemikali ama chumvi. Tunatumia samadi pekee. Na muda mchache ambapo maradhi yanaingia ndio huwa tunatumia dawa kwa ajili ya kuondoa maradhi ama wadudu. Faida ya zao hili, kama tunavyojua, mboga zina faida kwenye mwili. Kwa hiyo na zao hili ni miongoni mwa mazao ambayo yanasaidia kwenye kukuza akili, kwenye kupunguza maradhi, kwa mfano pressure, sukari. Haya, kwa wakulima zao hili faida yetu tunapata hivi, kwa kuwa hatutumii kosti kubwa sana, yani hatutumii kiasi kikubwa sana cha pesa kwenye kulizalisha mpaka kwenda kuliuza sokoni. Na soko lake liko zuri, lakini linategemea na msimu ambapo utalii utakuwepo juu, basi na zao hili bei yake inakuwepo juu, na msimu wa utalii utakaposhuka kidogo, basi bei yake inaweza kuwa inashuka ama ikiwa inapanda. Inategemea na kile kiwango cha watalii kinavyoenda, kwa sababu kama tunavyojua hili ni zao ambalo sio ambalo linatumika mara nyingi na watu wengi, na sio watu wengi ambao wanalijua hili zao. Ni wachache ambao wanalijua hili zao. Kwa hiyo sana linatumika kwenye mahoteli. Kwa hiyo mahoteli yanahitaji wazungu. Kwa hiyo wazungu akiwa wengi, basi hili zao nalo pia bei yake inakuwa nzuri. Na pia cha kuwashauri wakulima, hili zao ni zuri kwa sababu hutumii hasara yoyote ile, yani kwa mfano dawa, mbolea. Dawa tunatumia pale ambapo itakuwa maradhi yamekuwepo mengi ama wadudu wamekuwepo wengi, au wadudu wamekuwepo wametokea kwenye shamba, ndio ambapo tunatumia dawa. Kwa hiyo mbolea ambayo tunaitumia ni samadi, ila hakikisha unatumia samadi ambayo ipo vizuri kwa ajili ya kufanya mche wako ama mboga yako iwe vizuri. Na hata wengine huwa wanatumia zile compost, ili mradi utumie zile organic, utumie zile mbolea za kiasili, usitie chumvi, ndio zao hili linafanya vizuri. Na kitu kingine ambacho unahitajika kukitia ni maji. Kwa hiyo mkulima, kosti yako ni samadi na maji, basi hakuna kosti nyingine. Kwa hiyo nawashauri wakulima wajiwekeze kwenye kulima mazao ambayo hayana hasara nyingi, yani hayatumii vitu vingi, yani hasara nyingi, kwa mfano mbolea ama dawa hivi. Kulima zaidi ili kuinua kile kipato chao, na pia wachanganye mazao. Kwa mfano watalima zao hili alafu wanalima na zao jingine ambalo watalima kwa kutumia kosti, kwa mfano tungule, watalima sijui bilingani,
pilipili boga, lakini kwa hiyo huku cost inakuwa cost reduction, huku cost yake ipo kidogo, kule anatumia cost kubwa. Kwa hiyo faida ambayo naipata huku akiitumia na kule inakuwa inampunguzia ile kupata ile hasara ya moja kwa moja endapo soko likawa limeshuka na kupanda kwenye mazao yale ambayo tumeyazoea.